Leo tuko na picha kali kabisa Nigeria. Story inaanza na rasmi namna hii. Wanasema kule Nigeria kulikuwa kuna binti mmoja ambaye yeye alikuwa akiishi na kulindwa na mizimu ya babu na mababu. Lakini picha yetu ni bonge la picha, nalipata kupitia 0716896412. Ni picha kali kabisa, wanaita Ekweme. Kuna binti ambaye leo anaonekana akiwa na kwenda kwenye shughuli zake za kawaida. Ubinti wakati anakwenda njiani, kuna mizimu au kuna miungu ilikuwa ikimfuata na kumlinda kokote alikokuwa akienda. Binti alikuwa anasonga mbele bila wasiwasi akiwa anasukuma mkokoteni wake. Lakini wale watu wawili ambao walikuwa wanamfuata au kumlinda, hakuna mtu mwingine yote alikuwa akiwaona. Yaani binti hakuwa na uwezo wa kuwaona, lakini watu walikuwa wakipita barabarani walikuwa wanamuona. Kwa hiyo binti alibaki anashangaa jinsi watu walivyokuwa wakimkimbia. Binti alizidi kwenda akiwa hana hili wala lile. Ilikuwa ni safari ya kuelekea nyumbani. Wakati anakwenda akasimamisha kwanza mkokoteni wake, kwa sababu kila alivyokuwa akienda alishangaa watu walikuwa wakimkimbia. Hakuwa anaelewa ni kwa sababu gani watu walikuwa wakimkimbia. Ikabidi naye aache mkokoteni na kuamua kukimbia. Lakini wale watu walikuwa bado wakiendelea kumfukuza binti bila binti mwenyewe kuelewa ni nini kinachoendelea. Yeye alikuwa akiona, alikuwa haoni, lakini kuna watu wanaona nini ambacho kimekuwa kikitembea au kikiendelea pale. Basi safari kaelekea moja kwa moja, binti akamwende zake nyumbani kwa sababu ili ni swala ambalo halikuwa kutokea. Lakini wakati huo kulikuwa kuna watu wawili walikuwa wakishindana. Watu hao walikuwa wanashindana kwa sababu hao walikuwa ni wafanyakazi wa mochwari. Sasa kila mmoja alikuwa amepata maiti mpya. Maiti ambayo ilitakiwa ipelekwe kwa tajiri mmoja ambaye alikuwa anaitwa Bwana Ekweme. Ekweme kazi yake ilikuwa ni kununua maiti za watoto wa kike ambao huwa anakwenda kufanya nao mapenzi kwenye jumba lake la kifahari kwa nia hasa ya kuweza kujipatia utajiri. Na maana kila alipokuwa kilala na mwanamke maiti au marehemu fresh, basi hii inamsababisha yeye kuweza kupata hela nyingi na kuwa tajiri milionea. Basi wale wafanyakazi wa mochwari ambao sio waaminifu walikuwa wakizidi kusonga mbele kuelekea moja kwa moja nyumbani kwa Mr. Ekweme wakishindana. "We bro, achana, hiyo ni riziki yangu. Umeniingilia kwenye dili langu." Si unajua tena watoto wa mbwa huwa wachekagi na dili kama hizi. Wakiona tu kuna dili mahali basi nao wachezi mbali, unga robo dagaa wili tena kukopa mchuzi ni mafuriko alinyo. Walizidi kwenda moja kwa moja mpaka nyumbani kwa Mr. Ekweme. Atakayefika wa kwanza basi yeye ndo atakayepata riziki. Kila maiti moja walikuwa wakiuza kwa thamani ya shilingi milioni 300. Hii ilikuwa ni kazi ambayo alikuwa anaifanya Mr. Ekweme. Basi walifika pale getini, na baada ya kufika getini wakafunguliwa mlango namna hii. Wale wafanyakazi wa mochoro wakaingia na gari zote mbili, kila mmoja akiwa na maiti yake, kumtamanisha tajiri aweze kununua mojawapo kati ya maiti hizi au ikiwezekana aweze kununua zote. Lakini Mr. Ekweme yeye alikuwa anahitajika kupata maiti moja tu ambaye atakuwa akifanya naye mapenzi kila siku. Yaani kila siku alitoa maiti mpya moja. Basi walifika pale wakaanza kugombana wenyewe kwa wenyewe. Akamwambia, "Bro, wewe umeniingilia kwenye dili langu. Hili dili ni la kwangu. Siku zote nilikwambia usinifukuzie kwenye dili zangu, utaka kunisikia. Angalia sasa umeingia kwenye dili zangu." Akamwambia, "Hapana, wewe ndio umeniingilia. Wewe unafikiri Mr. Kela? Hata mimi naona maiti nyingi zinapotea pale mochwari. Kumbe ni wewe ndio unachukua, na mimi nimekufuatilia mpaka nimejua mahali unakozileta hizi maiti. Kwa hiyo na mimi nimeamua kuja kufuatilia ili na mimi nipige hela." Akamwambia, "Bana, wewe ni mtu mwenye tamaa sana. Fanya kazi zako zinazokuhusu. Hii ni kazi yangu bro. Sije tukaingiliana kwenye kazi. Hakika hii ni dili langu." Mara Mr. Ekweme anakuja, "Nini tena vurugu kwenye nyumba yangu?" Mwamba katoka ili aone kuna kitu gani. "Kitu gani kinaendelea hapa nyo?" Kanyosha mikono yao juu namna hii, "Mheshimiwa, tunaomba tusamee sana." Sasa huku upande wa pili kwa baba yake na binti Liz Gold. Wakati huo binti ndio kwanza alikuwa anakuja nyumbani. Kuna mchumba alikuwa ameshajipanga kwa ajili ya kumwoa binti. Alifika pale kwa baba yake na binti akatoa maelezo na nini, kujisifu kwingi, mambo yakaenda vizuri bila wasiwasi. Anasema, "Mimi kiukweli nampenda sana binti yako." Akamwambia, "Swala la pesa sio tatizo, yeye ana hela." Akamwambia, "Okay, mimi nitafurahi sana kama kweli utanisaidia." Akamwambia, "Unaona nyumba yako? Hii nyumba mimi nataka niipige yote chini, kujengea bonge la nyumba, yani kujengea nyumba moja kali ambayo wewe mwenyewe utaipenda." Mzee akasema, "Kweli?" Akamwambia, "Kweli kabisa, hii nyumba yote unaishusha." Akamwambia, "Naishusha, najenga nyumba mpya." Basi mzee alifurahi sana kuona kwamba binti yake sasa amekuwa na anatakiwa kupata mkwe sahihi ambaye atakwenda kuyabadilisha maisha yake. Hii ilikuwa ni sawa. Basi akamwambia, "Karibu sana kwenye familia yangu, na mimi ujumbe nitamfikishia binti yangu, na huyu binti hakikisha kwamba huyu unampata, hakuna shida yote, huyu ni wako wako."
Mwamba akapiga kinywaji chake kamalizia pale, lakini binti alikuwa analetwa na wale watu. Jamani, baba kuna nini? Jamaa kucheki bila anaona wale wanawake wawili wamevaa nguo nyeupe. Jamaa akajua, wewe ni Obanje. Kaambia Obanje, akamwambia ndio. Hawa watu wanaokufuata ni nani? Mbona wanakufuata watu? Mzee mwenyewe na anashangaa. Mwanangu, hawa watu wawili wanaokufuata wewe ni nani? Mbona uko na watu wa ajabu? Watu wasioeleweka. Ni nani hawa watu? Binti anashangaa, watu gani baba, mbona mimi siwaone? Akamwambia sisi ni walinzi, tunamlinda. Akamwambia shindwa na ulegee. Yaani tuko naye. Hata mchumba akaona hapana, wewe usiniguse. Kama mbali na mimi. Yaani wewe unataka tena ukome kabisa. Kwa nini wewe ni Obanje? Akamwambia ni Obanje. Akamwambia ndio Obanje, yani ni mtu ambaye ana mapepo, yani mambo ya kishetani. Jamaa akaona sio kesi, bora mimi nijikatae zangu. Mwamba huyo akaondoka zake. Sasa kabaki na binti yake. Mwanangu, nini tena kinaendelea? Yaani unaleta watu wa namna hii mpaka mchumba wako ameamua kukimbia. Wewe vipi? Mbona mimi sikuelewi? Akamwambia baba, mimi sijui nazungumzia nini. Hao watu nao wasema mimi nashangaa huko wakati napita huko mtaani. Nashangaa watu wananikimbia, hata sijui ni kitu gani kinaendelea. Akamwambia mwanangu, ina maana waone hao watu walioko pembeni yako? Binti anasema mimi siwaoni. Baba, wacha kumtania. Akamwambia kuna watu wawili, wanawake wawili uko nao. Umetokana nao wapi hao watu? Ni kitu gani kinaendelea? Angalia sasa, umeshanipotezea riziki. Paka ule mchumba ambaye alikuwa anatakiwa kukuoa wewe kashaondoka. Tabia gani? Mzee akaondoka. Sema binti yangu, wewe utakuwa una mapepo, umelogwa, sio bure, lazima kuna kitu. Basi binti akaamua, baba akaamua kwenda zake ndani ili akaangalie, maana hii hali sio kawaida, lazima aende kwa mganga wa kienyeji ili kujua hasa ni nini ambacho kinamsumbua binti yake. Binti yake ana shida gani? Wakati huo Mr. Kweme na wale wafanyakazi wa mochwari wakabaki, ambao jamani, mimi maiti zenu sinunui. Kuanzia leo tena mkome. Siwezi kufanya biashara na watu wasiojielewa. Yaani mnakuja kaambia, lakini mimi ndo mtu wa kwanza, huyu ndo amekuja kuingilia biashara yangu. Mimi ndo nakuletea maiti kila siku, maiti fresh, na maiti yangu iko fresh, njoo uone. Yaani haijafa wiki iliyopita, hii imekufa leo. Kwa hiyo njoo bana, njoo mara moja uone. Angalia, akamfunulia aone. Angalia binti mrembo tu, msichana bado yuko chicha kabisa. Huyu jamaa kawaida yake anafanya mapenzi na hizi maiti. Kwa hiyo anashawishiwa na hao madaktari wa mochwari ili waweze achukue moja wapo kati ya hizi maiti. Na maana yeye kila siku lazima alale na maiti moja. Njoo chukua hii bana, hii ndo nzuri, iko vizuri. Jamaa katazama, akamwambia njoo angalia, iko fresh kabisa, hii maiti fresh kabisa, iko vizuri, haina tatizo. Mr. Kweme mwenyewe akaona hii leo kali. Mwenzangu ndo amekuja kuingilia dili langu. Akamwambia wewe kwanza, wewe ndo mnafiki, unakuja kuingilia tu biashara za watu. Mheshimiwa, sikiliza. Mimi ya kwangu hii hapa na yenyewe iko vizuri. Mtoto chicha amekufa leo asubuhi. Yaani saa 12 asubuhi ndo amekufa. Tena huyu wa kwake ana HIV. Yaani huyu wa kwangu mimi hajafa na magonjwa. Huyu ni mzima kabisa, hana tatizo lolote. Huyu amekufa, yaani ni kigori, amekufa tu kwa ajali. Kwa hiyo bwana, njoo uone, kila mmoja anajifagilia maiti yake, ndio iko vizuri. Njoo mheshimiwa, uone mwenyewe. Sasa jamaa akaona hawa watakuja kumletea mambo mengine ambayo sio. Kwa hiyo cha kufanya hapa ni kuzikataa maiti zote. Akamwambia hakika nakwambia wewe, chochote utakachonipa mimi nitapokea, hata kama ni hela ndogo tu. Njoo mimi nakuuzia hii, nitarudishaje maiti mochwari? Njoo bana. Kila mmoja anagombania ili kuweza kununulia ile maiti yake. Akamwambia sasa sikilizeni, mimi siwezi kununua tena, siwezi kufanya biashara tena na nyinyi. Mimi nataka something fresh, kitu ambacho kiko vizuri. Kwa hiyo bana, acheni kupiga makelele kwenye nyumba yangu, naomba muondoke. Kweli Mr. Kweme akaondoka, akaingia zake ndani. Hii ndio ilikuwa kazi yake mtu huyu, kufanya biashara za kununua maiti kutoka mochwari ambazo zimekufa siku hiyo wakiwa bado wa moto ili waweze kufanya nao mapenzi. Hii ni njia yake ya kujipatia pesa. Usiache kutufuatilia katika channel yetu, picha kali kama hii hapa. Hakika utakwenda kuenjoy ukifuatana nasi katika picha hii kali kabisa, anaitwa Kweme. Basi jamaa wakaamua kuondoka zao, lakini vita ilikuwa bado ni kali. Mzee kagoma kabisa kununua maiti zote hizo mbili kutoka kwa wafanyakazi wa mochwari, wafanyakazi ambao sio waaminifu. Sisi tunawapelekea maiti zetu ili wazitunze, lakini mwisho wa siku zile maiti wanachukua na wapelekea matajiri ambao wao wanafanya nao mapenzi na wanatengeneza hela nyingi kwa kupitia hizo maiti. Je, wewe unaonaje? Hii hali ikoje katika nchi yetu? Vitu kama hivi vipo? Unaamini vitu kama hivi vinaweza vikatokea katika maisha sasa hivi? Usiache kufuatilia picha hii kali kabisa, wanaita Kweme kutoka Wakali Kwanza Production ndani ya Tanzania, na hii ni sauti ya mfalme wa Nigeria ndani ya Tanzania. Karibu tuweze kuendelea kuipata picha yetu kali kabisa hii, wanaita Kweme. Kama kawaida tunazidi kusonga mbele. Usiache kusubscribe kwenye channel yetu wakati wote. Karibu sana uweze kupata vitu vya moto kama hivi. Asanteni.